Kwanza, kauli aliyoitoa Patrobas Katambi sio kauli ya kisheria, kwa sababu nchi hii unapotoa kauli kama waziri au kama kiongozi wa aina yoyote, lazima iwe based kwenye sheria zetu, iwe inaongozwa na sheria. Kwa hata tamko lake alilolitaja hajazungumza kitu chochote kuhusiana na sheria gani inamwelekeza kuwa na mamlaka hayo, na kama ni mamlaka ya kutangaza hali ya hatari kwenye nchi, hiyo mamlaka iko kwa mujibu wa katiba na ni mamlaka ambayo imetolewa kwa kiongozi wa nchi tu. Kwa hiyo kauli ya Patrobas sisi tunaichukulia kama ni mtu alikuwa anajifurahisha, ametoka nyumbani kwake, amekula ugali, ameshiba, akaenda kutoa hiyo kauli. Hilo la kwanza. La pili, inathibitisha kwamba sasa nchi ni shamba la wanyama ambako kila mtu anajitamkia anachotaka. Polini kule ndio kuna rule of the jungle au survival of the fittest, ambako mnyama simba anaweza kuamua tu akamtafuna swara kwa sababu anamzidi nguvu bila sababu na haulizwi na mtu yoyote. Sasa kwa binadamu tulishaondoa free will, tumejiwekea utaratibu wa kisheria, na sheria ya vyama vya siasa, katiba ya nchi, sheria ya jeshi la polisi inaelekeza kwamba mikutano ya vyama vya siasa inafanywaje, utaratibu wake ukoje, na haimpi mandate yoyote anayejiita waziri au waziri halali kufuta hiyo mikutano. Kwa hiyo nafikiri ni jambo ambalo sisi hatukubaliana nalo, na ni jambo ambalo Watanzania wanapaswa wasikubaliane nalo, kwa sababu hii tabia ya kila mtu kujiamulia anavyojiamulia, matokeo yake inafundisha nchi kuwa lawlessness, ambako sasa hata watu wakigoma kulipa kodi, kwa mfano watu wakiamua, ukikamatwa na polisi ukatae, watu wakiamua wakipelekwa wasiende mahakamani au wasisikilize hukumu za mahakama. Sasa hiyo itakuwa nchi ya aina gani? Nchi ambayo watu hawana utaratibu, kila mtu anajifanyia anavyotaka. Ndio wanachofundisha, lakini sisi hatutakubali, na nafikiri na wadau wengine wote wa demokrasia duniani, vyama vya siasa, visikubaliane na uhuni huu wa Patrobas Katambi. Asante.